Daktari Emmanuel Nchimbi kuondolewa serikalini kabla ya Julai mwaka huu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Maandalizi ya kisiasa nchini yameanza kupasua maneno mapya baada ya uvumi kuibuka kuhusu nafasi ya baadhi ya viongozi waandamizi serikalini. Godbless Lema ambaye ni kiongozi na mbunge mashuhuri ametoa kauli kali kupitia ukurasa wake wa X akieleza wasiwasi kuhusu hatma ya makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi, akidai kuwa kuna taarifa zisizo rasmi kwamba Daktari Nchimbi anaweza kuondolewa mamlakani kabla ya mwezi Julai mwaka huu. Katika ujumbe wake, Lema ameandika maneno yafuatayo akisema kuwa wewe umeomba kuombewa. Wanasema haufiki Julai ukiwa hapo. Wanamgombea urais mwaka 2030 na waziri mkuu. Wanasema timu yote iliyokuwa kule kwa kina Ronaldinho lazima ipanguliwe. Wanasema kuwa mza hauna hela na haujui deal. Uwezo wako mkubwa kifedha ni kuchangia mtu 100,000 ya msiba au send off. Bado siko nyumbani. Msalimie sana Madilu na mkwe. Kesheni mkiomba, usiogope, ni ndoto tu. Ndio ujumbe wa kejeli wake Godbless Lema. Ni baada ya Daktari Nchimbi kuomba kuwa Rais Samia Suluhu aombewe kwa yale anayoyapitia katika uongozi nchini Tanzania. Kauli ya Lema imeibua mijadala mipya ya kisiasa, huku watumiaji wa mtandao wakitafsiri maneno haya kama ishara mabadiliko makubwa yanayoweza kutokea ndani ya serikali ya Samia. Uvumi huu unakuja baada ya Daktari Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoa wito maalum kwa viongozi wa dini na wananchi waendelee kumlinda Rais Samia Suluhu Hassan kupitia maombi. Katika hotuba yake jijini Dar es Salaam Februari 6 mwaka huu, Nchimbi alisisitiza kuwa nafasi ya rais ni ya kipekee na inahitaji ulinzi wa kiungu dhidi ya watu wenye nia mbaya. Daktari Nchimbi aliwasilisha wito huu katika hafla ya usimikaji wa uongozi wa Baraza la Makanisa ya Kipentekoste Tanzania ambao unajulikana kama CPCT, akibainisha kuwa usalama wa rais ni msingi wa utulivu wa taifa. Alieleza kwa falsafa ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere inatufundisha kwamba mtu yeyote anayeweza kutilia shaka kiongozi lakini kumtisha rais kunaleta mtikisiko mkubwa katika taifa zima. Kauli ya makamu wa rais inatilia mkazo hoja ama haja ya kuwa na wasaidizi wenye nia njema na wanasiasa wanaojali maendeleo ya taifa, akibainisha kuwa maombi yanapaswa kuwa kinga thabiti dhidi ya njama zisizo za kisheria. Wakati maneno ya Lema yakiibuka, watetezi wa Daktari Nchimbi wanasema kuwa haya ni maneno ya uchunguzi wa kisiasa na hayapaswi kuchukuliwa kwa ubinafsi. Na hata hivyo, muktadha wa kauli hizi unaleta picha ya siasa zinazochochewa na ushindani wa nafasi za kisiasa. Wanasiasa na wachambuzi wa kisiasa wanaona kuwa uvumi huu unaashiria mzunguko mpya wa kimpango na ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa urais wa mwaka 2030 na nafasi za juu serikalini, ikiwa ni pamoja na waziri mkuu. Ni wazi kwamba uwepo wa Lema kwenye mitandao na kauli zake huchangia katika kuibua mjadala kuhusu nguvu za kifedha na ushawishi wa kisiasa wa baadhi ya viongozi. Aidha, Lema amezungumzia uwezo wa kifedha wa baadhi ya viongozi, akieleza kuwa mpango wao wa kifedha unahusiana na michango midogo ya kijamii kama vile michango ya msiba au send off, akisisitiza kuwa uongozi wa kweli unahitaji ushawishi mkubwa zaidi ya michango midogo ya kifedha. Taarifa hizi zinakuja katika wakati mgumu wa kisiasa nchini Tanzania, ambapo viongozi wanashughulikia masuala ya uchumi, usalama na siasa za ndani. Na kauli ya Daktari Nchimbi kuhusu ulinzi wa rais inaashiria kuwa serikali inachukua tahadhari makini dhidi ya hatari zinazoweza kutokea kutoka kwa watu wenye nia mbaya. Na kwa mujibu wa wachambuzi wa kisiasa, wito wa Daktari Nchimbi unaendana na falsafa ya ulinzi wa kimsingi ya viongozi wa nchi, ambapo viongozi wanahimizwa kuwa na kinga ya kiungu na kijamii dhidi ya uvumi na njama za kisiasa. Hii ni muhimu hasa wakati Tanzania inajiandaa kwa mzunguko mpya wa kisiasa,
kuelekea uchaguzi ujao na mpango wa kugombea nafasi za juu serikalini. Historia ya Tanzania imeonyesha kuwa viongozi wakiwa salama, taifa linaendelea. Mifano ya kihistoria inaonyesha kwamba changamoto za kisiasa mara nyingi huibuka pale ambapo wanasiasa wenye nia mbaya wanajaribu kuingilia mamlaka, na hii ndio falsafa iliyokuwa msingi wa utawala wa baba wa taifa, Mwalimu Julius Nyerere, ambaye alisisitiza kuwa kiongozi anapokuwa salama, taifa linaendelea kuwa amani na utulivu. Daktari Nchimbi amekumbusha umma kwa usalama wa rais sio jukumu la polisi pekee, bali ni jukumu la kila Mzanzibari na kila kiongozi wa dini kushirikiana kuhakikisha mamlaka ya rais hayavurugwi, na inatambua kwamba mtazamo wa kidini na kijamii unachangia utulivu wa taifa. Lakini kauli za Lema zimepokelewa kwa mitazamo mchanganyiko. Wengi katika mtandao ya kijamii wanahisi kuwa Lema anazidi kuibua mjadala wa kisiasa na uweza kuathiri udhabiti wa serikali. Wengine wanahisi kuwa kauli hizi ni ndoto tu na hazina msingi wa kweli, na kama Lema alivyoandika. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanasema kuwa kila kauli ya kiongozi wa umma inaweza kusababisha athari katika mtazamo wa wananchi, na hivyo ni muhimu kwa vyombo vya habari na jamii kuzingatia ukweli wa taarifa kabla ya kuijadili. Na kuangazia kauli za Daktari Nchimbi, wito wake wa maombi kwa ajili ya Rais Samia unahusiana moja kwa moja na usalama wa taifa, na rais anahitaji kinga thabiti dhidi ya mashambulizi ya kisiasa, ikiwa ni pamoja na njama za kijenga na za kijamii. Ulinzi wa rais unajumuisha si polisi pekee, bali pia ushirikiano kati ya viongozi wa dini, jamii na wananchi wa kawaida, na maombi haya yanafanya kazi kama kinga ya kiroho na kijamii, kuhakikisha kwamba mtu yeyote mwenye nia mbaya anaangukia kwenye vizuizi vya kisheria na kungu. Kwa sasa hakuna uthibitisho rasmi kwamba Daktari Emmanuel Nchimbi ataondolewa mamlakani. Hata hivyo, uvumi huu na kauli za Lema zinabainisha mazingira magumu ya kisiasa na wakabili viongozi wa juu kama Nchimbi. Watanzania wanapaswa kufahamu kwamba usalama wa rais ni msingi wa utulivu wa taifa, na wito wa Daktari Nchimbi kwa maombi ni sehemu ya kuhakikisha uthabiti wa serikali unadumishwa. Mara zote kauli za wanasiasa na viongozi wa umma zinapaswa kuchunguzwa kwa makini na jamii kupewa taarifa sahihi ili kuepuka hofu zisizo na msingi, na hii ni hatua muhimu katika kuhifadhi demokrasia na usalama wake. Ijapo taarifa ya Nchimbi kuwa kinyume ama kutoendana na Samia Suluhu zimekuwa kwa muda sasa tangia uchaguzi uliofanyika mwaka jana, na wengi wanasema kwamba kumekuwa na vita baridi baina ya Samia Suluhu na Daktari Nchimbi. Ndio maana Lema alisema kwamba huenda hawezi akafika Julai akiwa kwenye kiti hicho cha makamu wa rais. Ni hayo tuliokuandalia kwa sasa. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.